Mkaribishe aliye karibu yako, mkaribishe jirani yako, mwambie karibu ibadani leo. Mwambie katika siku ambayo utafurahi leo ipo. Haleluya. Pigie Yesu makofi. Somo letu la leo linaitwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika kufungua vifungo. Nguvu ya Roho Mtakatifu katika kufungua vifungo. Neno lipo kwenye Rumi 8 mstari wake ule wa 9 na wa 14. Rumi 8 mstari wa 9 na wa 14, nitasoma kwa jina la Yesu. Lakini ikiwa Roho wa Bwana Mungu anakaa ndani yenu, ninyi mfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yeyote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa maana wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa maana wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Tuseme kwa pamoja, kwa maana wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Piga makofi kwa Yesu unapokaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo nguvu moja inaitwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Inaitwa Roho Mtakatifu. Na wote wanaoongozwa nayo, ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imeandikwa Yohana 1 mstari wake ule wa 12 ya kwamba wote waliompokea walifanywa kuwa wana. Wote waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema walifanyika kuwa wana wa Mungu. Kwenye Rumi 8 mstari wake huo wa 14 anasisitiza, anaongeza kitu juu yake. Anasema wote wanaoongozwa na Roho Mtakatifu, hao ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi. Sema leo. Sema leo. Leo. Jishike kifuani, sema leo. Na muhitaji zaidi Roho Mtakatifu ili baraka yangu, ili ushindi wangu, ili maisha yangu yaongozwe na yeye, kwa jina la Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Kwa nafasi yako nyumbani, soma Yeremia 7 mstari wa 13 mpaka wa 14. Yeremia 7 mstari wa 13 mpaka wa 14. Utasoma pia Isaya 40 mstari wa 16. Isaya 40 mstari wa 16. Ukasome kwa nafasi yako Yeremia 48. Yeremia 48 mstari wa 16 na Hesabu 12 mstari wake ule wa pili. Na Hesabu 12 mstari wake ule wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Andika namba 3. Andika namba 3. Andika Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Luka 24 mstari wake wa 49. Luka 24 mstari wake ule wa 49. Nitasoma kwa jina la Yesu. Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humo mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Sema uwezo utokao juu. Matendo ya Mitume 1 mstari wake ule wa 8.
Matendo ya Mitume 1:8. Neno la Mungu linasema hivi: lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema ni nguvu. Sema ni nguvu. Sema Roho Mtakatifu ni nguvu. Roho Mtakatifu ni uwezo. Haleluya. Uwezo ambao mtu mmoja anao ndani yake. Nguvu ambayo mtu mmoja anayo ndani yake. Anasema kwenye Efeso 3:20. Efeso 3:20 anasema ni nguvu inayotenda kazi ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu inayotenda kazi ndani ya mtu. Kasome Kolosai 1:29. Wakolosai sura ya 1:29. Anasema ipo nguvu kwa kila mtu inayotenda kazi ndani yake. Unaweza ukamwona hivi kwa nje yupo kawaida, lakini ndani yake ipo nguvu ambayo inatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kwenye habari ya Roho Mtakatifu ni uweza, ni nguvu ambayo ipo ndani ya mtu. Haleluya. Haleluya. Lakini pia kwenye Yohana 1, waraka wa kwanza wa Yohana 5:8 mpaka ule wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5:8 mpaka ule wa 9 anasema yupo shuhuda mmoja mbinguni, lakini watatu. Anasema yuko Baba, yuko Neno na yuko Roho Mtakatifu. Yuko Baba, yuko Neno na yuko Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo tutasoma jinsi Roho Mtakatifu ambavyo anafungua vifungo. Kwanza kabisa andika namba 4. Andika Roho Mtakatifu anapatikana kwa njia gani? Ni jinsi gani mtu anaweza akapata Roho Mtakatifu? Mathayo 3 wake ule wa 16. Mathayo 3 wa 16. Tasoma kwa jina la Yesu. Sasa naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Ukasome pia Matendo ya Mitume 19:5 mpaka ule wa 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yeyote ambaye anabatizwa, haleluya, anabatizwa, akikutana na ubatizo mzuri, akikutana na ubatizo wenye nguvu, akikutana na ubatizo wenyewe, Bwana Yesu asifiwe sana, huyo mtu ana uwezo wa kupokea Roho Mtakatifu hapo hapo baada ya kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo baada ya kubatizwa amejiandaa vizuri. Hapo baada ya kubatizwa ana nguvu ya kupokea Roho Mtakatifu, ana uwezo wa kupokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka nilikuwa nasema siku moja ya kwamba hii habari ya kwenda kubatizwa kwa waganga inaletaga shida sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni habari ambayo unaweza ukaiona ni ya kawaida sana. Haleluya. Unaweza ukaiona ni ya kawaida sana. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Pigie Yesu makofi mengi.
Sema leo, sema leo, sema leo ni siku yangu. Leo lipo jambo Bwana anasema na mimi leo. Haleluya! Pigie Bwana Yesu makofi. Amen. Asante. Naomba ukae. Kuna ubatizo wa aina mbalimbali. Haleluya. Ubatizo wa aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ubatizo naoongelea leo ni ubatizo wa maji marefu, ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza kusababisha ukapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Najua mmeshabatizwa mara nyingi. Haleluya. Mmeshabatizwa mara nyingi. Najua kuna wengine mmeshabatizwa na mna vibandiko vya waganga. Haleluya. Niliwaambia siku moja, wewe kama ulishawahi kubatizwa na mganga na upo kanisani, tunakushukuru sana, lakini wewe ni mganga msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakushukuru kwa sababu tunaamini Bwana atakufanyia jambo. Haleluya. Ulishawahi kwenda kuoga maji ya mganga, nakwambia kayaoge kwenye njia panda, ukachukua ukaoga, asante, tunakushukuru. Lakini ulishabatizwa na mganga na jina lako bado linasomeka kwa waganga. Haleluya. Lakini pia ulimsumbua sana mama yako wakati unaumwa, ukamsumbua sana, akaamua kukupeleka kwa mganga ukiwa mdogo sana. Alivyokupeleka kwa mganga, mganga akamwambia hii dawa ni nzuri, muogeshe atapona. Ni kweli ulipona, tunakushukuru, lakini ulikuwa umeshabatizwa na mganga na wewe ni mjukuu au mtoto wa mganga, tunakushukuru sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nasema mume wako amekusumbua sana, ukaona bora niende kwa mganga, mganga akakusaidia kukuogesha maji. Alipokuogesha maji alikuwa anakubatiza, tunakushukuru sana, upo kanisani, lakini wewe ni msaidizi wa mganga kama waganga wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu katika vitu ambavyo vinakuunganisha moja kwa moja na nguvu mbili, nguvu ya giza au nguvu ya Mungu, ni ubatizo. Na mganga yeyote hawezi kukwambia kwamba leo ninakubatiza. Nilishawahi kuambia hicho. Hawezi kukwambia ninakubatiza, ila anakwambia kaoge maji. Nenda kaoge. Kaoge bustanini, kaoge bafuni. Wewe unaogea bafuni, wewe unaogea nje. Kama ulioga dawa ya mganga, wewe ulibatizwa. Renatus, ulibatizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haijalishi ulioga wakati gani, usiku mchana, weka jina kako kameshasomeka kwa waganga. Haleluya. Usiporudia kwenda kwenye maji marefu, sema nisiporudia kwenda kwenye maji marefu, bado nipo kwenye agano. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ilikutokea hivyo, inakupasa urudi kwa Yesu. Haleluya. Anasema Marko 16 mstari wake ule wa 16 na wa 17. Marko 16 mstari wa 16 na wa 17. Anasema ya kwamba Yesu anatoa maagizo, anasema Amini na kubatizwa ataokoka. Amini na kubatizwa ataokoka. Yamkini upo kanisani, umeamini, ndio maana unakuja kanisani. Unaamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umeamini. Lakini kama hujabatizwa, hujaokoka wewe. Mwambie jirani yako, kama hujabatizwa, hujaokoka. Wewe jirani yako huyu hapo, Messi. Huyu hapo. Jirani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujabatizwa, haujaokoka. Haleluya. Kama hujafanya nini? Haujabatizwa, bado hujaokoka. Umeamini. Yesu anasema unaanza kwa kuamini, unafuata kubatizwa. Haleluya. Na baada ya kubatizwa ndio mambo mengine yanafanya nini? Yanafuata. Sasa na ishara hizi zitaambatana na wote waaminio. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye habari ya Roho Mtakatifu kuna vitu ambavyo vinaweza vikafanya ukawa ndani na kuna vingine ambavyo vinaweza vikakufanya ukawa nje. Nguvu ya Roho Mtakatifu inapatikana kwenye ubatizo, lakini ya pili inapatikana kwenye maombi. Mwambie jirani yako kwenye maombi. Mwambie kwenye maombi. Kadiri unavyoomba, kadiri unavyoivuta nguvu ya Roho Mtakatifu karibu yako. Kwa kadiri unavyoomba, ndivyo kadiri unavyoivuta nguvu ya Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu kukukaribia. Haleluya. Ukasome Matendo ya Mitume 4 mstari wake ule wa 31. Matendo ya Mitume 4:31. Lakini pia ukasome Matendo ya Mitume 13 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Matendo ya Mitume 13 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Watu walipokuwa wakiomba ndipo wakaanza kukutana na nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakaanza kukutana na nguvu ya Roho Mtakatifu walipoomba. Sema walipokuwa wakiomba ndipo walipokutana na nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwenye Yuda moja mstari wake ule wa 20. Yuda 1 mstari wa 20 anasema kuna umuhimu na kuna nguvu unapokuwa na imani kubwa, uombe kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Anasema unatakiwa kuwa unaomba katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwenye maombi yote ambayo kwa namna moja ama nyingine unataka yatengenezeke ndani, unamhitaji Roho Mtakatifu. Sema ninamhitaji Roho Mtakatifu kwenye kila eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpigie Bwana Yesu makofi mengi. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Haleluya. Kwa hiyo kwenye habari ya Roho Mtakatifu ipo nguvu. Na hiyo nguvu ndiyo ambayo leo inakufanya uonekane maeneo ya ibada. Haleluya. Ndiyo inayokufanya umtumikie Yesu. Ndiyo inayokufanya ujisikie raha unapotembea, unasema nina Mungu mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mshangilie Yesu kwa makofi mengi. Waamuzi 15 mstari wa 12 mpaka wa 15. Hiyo wachungaji naomba mnisomee. Waamuzi 15 mstari wa 12 mpaka wa 15. Wakamwambia, tumeshuka ili kukufunga, tupate kukutia katika mikono ya Wafilisti. Samsoni akawaambia, niapieni ya kwamba ninyi wenyewe hamtaniangukia. Wakamwambia wakisema, vema, lakini tutakufunga sana na kukutia katika mikono yao, lakini hakika hatutakuua. Basi wakamfunga kwa kamba 2 mpya, wakamchukua kutoka huko jabalini. Alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye, ndipo Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Naye akaona mifupa mibichi ya taya ya punda, akautwaa, akapiga watu 1000 kwa mifupa huo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Samson alikuwa amefungwa na kamba, tena kamba nzito, kamba 2 wamemfunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamemfunga. Wakasema tunakupeleka kwa Wafilisti. Ndugu zake ndio waliomfunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wenyewe wakasema sisi hatutakuwa, tunakupeleka kwa sababu tunateswa na Wafilisti kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema walipomfikisha pale kwa Wafilisti, kilichofanyika ni kwamba Wafilisti walipiga kelele. Haleluya. Walipomwona Samsoni analeta akiwa amefungwa, Wafilisti walipiga kelele. Sema walipiga kelele.
Sema kelele. Kelele, unajua kelele za aina mbalimbali. Huyu anasema hiki, huyu anasema hiki, lakini kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakusema waliimba, hawakusema waliomba, hawakusema Wafilisti walifanya jambo la maana. Sema sio kwamba walifanya jambo la maana, walipiga kelele. Anasema walipopiga kelele tu, Roho Mtakatifu akajaa ndani ya Samson. Roho Mtakatifu akajaa ndani ya Samson kwa sababu ya zile kelele za Wafilisti. Ni dakika moja akakata vifungo. Haleluya! Kamba zote zilizokuwa zimemshikilia Samsoni zikakatika pale pale. Aliyekata zile kamba ni Roho Mtakatifu. Alivyoshuka akakata kamba kwa sababu ya kelele ya mtu mmoja. Sema kwa sababu ya kelele ya mtu mmoja. Kwa sababu ya kelele ya mtu mmoja ambaye alikuwa hajajielewa bado. Kelele yake ilisababisha Samson akutane na nguvu ya Roho Mtakatifu iliyomfungua vifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unajua Roho Mtakatifu anapokuja kwangu si sawa sawa anapokuja kwako. Anapokuja kwa yule sio sawa sawa anapokuja kwa yule. Anaingia kadiri ya hitaji la huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kasome Wakorintho wa kwanza 12. Wakorintho wa kwanza 12 kuanzia mstari wake ule wa kwanza mpaka wa 9. Roho ni yeye yule yule anayegawa karama kwa mimi kwa wewe kadiri ya nguvu inavyotenda kazi ndani na kadiri ya uhitaji wa mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kama akija kwangu atagawa roho ya unabii, akija kwa mwimbaji atamjazia roho ya uimbaji, akija kwa nani mpishi atamjazia roho ya upishi, akija kwa muuza duka atamjazia roho ya kuvuta wateja, akija kwa mfanyakazi atamjazia roho ya ofisi yake, watu kupenda kuhudumiwa kwenye ile ofisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kadiri ya uhitaji ya huyo mtu. Subiri nikwambie, Samson alikuwa anakutana na Roho Mtakatifu akiwa na hasira. Alikuwa akiwa kwenye hali yake ya kawaida, hakutani na Roho Mtakatifu. Wala Roho Mtakatifu hashuki wala hangaiki naye. Akiwa na hasira, Roho Mtakatifu ndo anaingia, anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kazi yake ilikuwa ni kupigana na Wafilisti. Kazi yake ilikuwa ni kuangamiza Wafilisti. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa anaingia pale ambapo anajua tunaenda kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kasome Waamuzi 14 kuanzia mstari wake wa kwanza mpaka wa 8. Waamuzi 14 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 8. Anasema alikuwa anatembea zake anaelekea Timna. Samson anaelekea Timna, anafika njiani anakutana na mwana simba anamgurumia. Samson yuko na baba yake, yuko na mama yake, anaangalia anakutana kuna simba ananguruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ndani yake hasira ikaja kubwa. Ile hasira iliyokuja, Roho Mtakatifu akashuka. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu alivyoshuka baada ya Samsoni kupata hasira, Roho Mtakatifu akashuka. Alivyoshuka, simba akakamatwa kwenye mdomo wake, akachanwa, akagawanya vipande viwili. Haleluya, haleluya. Wakati gani? Ana hasira. Kwa nini anakuja wakati wa hasira? Kwa sababu ndiyo mahitaji yake, kwamba lazima ndani yake apate nguvu ya kupigana. Nimemkileta hiki chombo kwa ajili ya kupigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Anasema kwenye Isaya 41 mstari wake wa 15, ni chombo cha kupulia, chombo cha kufyeka milima, inalainisha. Lazima kiwe na nguvu, na nguvu yake ni kwenye hasira. Asipokuwa na hasira, Samson afanye kitu. Mkasome Waamuzi 16. Waamuzi 16 kuanzia mstari wa 25 mpaka 29. Waamuzi 16 mstari wa 25 mpaka 29. Anaingia kwa ajili ya kufungua. Samson anamwambia Bwana, nipe nafasi nyingine mara moja tu. Mara moja tu, nipe tena kibali. Mara moja nifanye jambo. Samson, hasira ya Mungu inawaka ndani yake. Anasukuma nguzo, wanakufa watu 3,000.
Asipokuwa na hasira, hana habari na mtu, hana nguvu, wa kawaida sana, kwa sababu Roho Mtakatifu anavyofanya kazi ya kufungua ndani yake, yeye ameingia, ni roho, lakini anakuja anapokuwa na kazi maalum. Rebo sheketese. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utaona umepita eneo moja ukakutana na mwombaji mmoja ambaye amewekewa roho ya hasira, akiomba anaanza kupromosha mabomu, yeye akikaa hivi hajali. Hivi unakutana na mwombaji wa namna hiyo? Kuna mwingine akiomba yeye kazi yake anabubujika tu, anabubujika tu, riba shakata imerebo shekete ikaraba mpaka machozi yanamtoka. Utamkuta mwingine amekaa kwenye kona, yeye hana habari ya kububujika, akiingia ni kakaka rikasakata inderapapapa ikarapapa ikasekete inderapapapa ekarepasaka ekesekete iriba shakatata arapapapa ekate tete riba saka riba bakatata riba baba riba sekatata riba papa ekesekete riba shakata inderapapa katata Usipite mbele yake. Kama uko vizuri, usipite mbele yake, kwa sababu faya anazozitoa pale sio faya za kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio nguvu ya kawaida anavyonguruma pale, wewe usipite mbele yake. Kama hauko vizuri, usipite mbele yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu anayetoa pale ni nguvu ya mashambulio. Wafalme wa anga wanaanguka, wengine wanadondoka, wengine wanafunguliwa, wengine yeye anapuliza tu, anapuliza tu. Unajiuliza anasema nini huyu? Yeye anapuliza tu. Haleluya, haleluya, haleluya. Unamkuta mwingine ameshika maiki yake akianza kuabudu, ni anaabudu kwa nanena yekereba, anaimba, ananena hata masaa mawili, ananyooka masaa mawili, anamtukuza Mungu tu, anaabudu kwa naimba, ndio eneo lake. Ukimsikiza unasema anaimba nini huyu? Imeandikwa Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 2, asemi na wewe. Kwa hiyo usijipendekeze kwenye hilo eneo, hasemi na wewe, anasema na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema yeye anenaye kwa lugha hasemi na wanadamu, anasema na Mungu kwa kuijenga nafsi yake mwenyewe. Anaongea moja kwa moja na Mungu. Mungu ndo anamwambia eneo hilo hapo shusha mshale, eneo hilo hapo bembeleza kidogo, eneo hilo hapo nyunyizia maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Anapoipata ile nguvu anakuwa wa aina nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, subiri nikwambie kitu kimoja. Ukitaka kufungua kirahisi sana ulimwengu wa roho, mwambie jirani yako ulimwengu wa roho. Jua mambo ya rohoni. Haleluya. Yohana 4 mstari wa 23 na 24 anasema Mungu ni roho, wanaomwabudu lazima wawepo rohoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye Rumi 8 mstari wake ule wa 15 anasema 14 amesema wanaoongozwa na roho ndio wana wa Mungu. Mstari wa 15 anasema nao ndio ambao wanabubujika muda wote wanalia Aba, wakimaanisha Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Aba baba baba, 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 aba baba baba. Ananena hata masaa mawili analia aba baba baba, aba baba baba. Haleluya, haleluya. Anaanza baadaye anaanza kunena kwa nguvu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, katika vitu ambavyo lazima ujing'ang'anize upate, mwambie jirani yako lazima uving'ang'anize upate, mojawapo
ni Roho Mtakatifu kwenye habari ya nguvu ya mdomo. Unadhani kwa nini hakuanza siku hiyo, siku ya Pentekoste? Anasema walikuwa watu wamejaa kwenye chumba kimoja, wamejaa kwenye chumba kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wote wanaomba. Lakini ukisoma Mathayo 17 kuanzia mstari wake ule wa 14, Bwana Yesu asifiwe sana, kuanzia mstari wa 14 mpaka wa 21, anasema walishaletewa, wanafunzi wake waliwahi kuletewa mtu mwenye pepo, wakakesha usiku mzima hawakumuondoa yule pepo. Yesu anakuja kutoka mlimani asubuhi, wanamwambia tumekesha naye. Baba wa mtoto analalamika, anasema hawa wameenda naye usiku mzima, lakini hawajaweza kupata kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kumbe walishawahi kujaribu ile kazi ikawashinda. Haleluya. Anasema kwenye Matendo ya Mitume alipokuja sura ile ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4, alipokuja Roho Mtakatifu, unadhani kwa nini hakuanza kuwajaza nguvu ya kufungua watu, akaanza kuwatengenezea nguvu ya mdomo? Ulishawahi kujiuliza kwa nini? Kwa nini aanze kwenye mdomo? Kwa nini aanze kwenye mdomo? Hakuanza, manake angekumbuka kwamba walikuwepo waliowahi kushindwa kumtoa mtu pepo. Ngoja niwape nguvu, advertisement waifanye kwenye watu. Lakini akaanza nao kwenye mdomo. Kwa nini? Haleluya. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 1. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wake wa 1. Neno la Mungu linasema hivi: nijaposema kwa lugha za wanadamu na malaika. Sema kuna lugha za wanadamu na malaika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Hesabu 7 mstari wake ule wa 89, Hesabu 7 mstari wake ule wa 89, anasema kila wakati Musa alipokuwa anaingia kwenye hema ya kukutania alinena na Mungu naye akanena. Haleluya. Mwambie jirani yako kuna lugha za mbinguni. Kuna lugha za mbinguni. Kuna lugha za kuwasiliana na Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona unafundishwa alafu ndani kuna kamoto kamezima, unapata na kausingizi kabisa, ujue kabisa kwamba ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako nahitaji kuiboost leo. Mwambie Bwana ataiboost leo. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya. Haleluya. Mshangilie Bwana, mshangilie Bwana, mshangilie Bwana. Sasa kwa hiyo kuna wakati mwingine unahitaji nguvu ya kuongea. Haleluya. Mstari wa 14 na wa 15 wa Korintho wa kwanza anasema kuna wakati unatakiwa uombe kwa akili yako, lakini kuna wakati unatakiwa uombe kwa roho. Una kazi ya kuombea kanisa, wewe unaanza kumtaja, namuombea Laksi, namuombea Nadia, namuombea uweze ukatutaja wote, lakini ipo roho itusaidiayo kuomba. Rumi 8 mstari wake 26 anasema yeye anaugua kusikoweza kutamkika. Yeye ndo anajua unatakiwa kuomba nini, unatakiwa kumwombea nani. Unayemtaja leo anastahili kuombewa. Haleluya. Omba kwa akili yako kidogo, omba kwa roho sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nikutana na mchungaji mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Aneni. Kutoka nimeanza naye naona aneni. Nikamuuliza juzi, kwa nini wewe uneni? Hivi kuna ulazima sana? Mwambie jirani yako hapo hamna kitu. Hamna kitu. Mwambie, usimwogope, mwambie hamna kitu. Kama una nguvu, sema kama una nguvu ya kuwa na Mungu, ni mchungaji, ni shemasi, ni mwimbaji, ni mhudumu kanisani, hauwezi kunena kwa lugha, huna kitu. Mwambie ni kopo tupu. Unaongea na Mungu kwa njia gani? Nini? Aksi. Nataka nione kusikiliza. Sio natuimbia tu. Unaongea na Mungu kwa njia gani?
na anasema anayenena ndiye anayeongea na Mungu. Wewe unaongea na Mungu kwa njia gani? Unaombeaga sasa hizi Baba wa mbinguni? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaongea naye kwa njia gani? Jiulize. Ameni. Halafu unasema mimi mchungaji. Simeni, mimi mchungaji. Mimi mchungaji, mimi mzee wa kanisa, mimi shemasi. Wazee wa kanisa tunaingia huko, sio mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee wa kanisa, shika maiki hapa dakika 10, ongeza maombi, lakini tupigie kwenye kunena. Hatutaki kukusikia unaposema Baba tunakushukuru, Baba tembea. Hatutaki. Gonga. Ongea na Mungu ili sisi tufunguliwe. Ongea na Mungu ili sisi tubarikiwe. Ongea na Mungu tukusikia. Haleluya. Anasema kwenye Danieli sura ile ya 9. Kwenye Danieli sura ile ya 9 mstari wa 20 mpaka wa 22. Anasema siku hiyo aliomba, siku hiyo alifanya dua zote, siku hiyo aliungama, siku hiyo alifunga. Lakini ilipofika wakati alipoanza kunena, ndipo malaika akashuka kufungua mlango. Anamwambia nimekuja kukupa maarifa na fahamu. Kwani alipoomba kumsikia, alimsikia. Aliposoa dua zake kusikia, alisikia. Aliposali toka asubuhi mpaka saa 11 jioni, alisikia. Alipoanza kunena, malaika akashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Isaya 65 mstari wake wa 24 anasema ukiomba nitakujibu. Ukiomba nitakujibu, lakini utakapokuwa katika kunena, sema katika kunena ndio nitakusikia. Haleluya. Anasikia ukinena. Ukiomba anakujibu tu, hana shida. Ukiomba anakujibu, lakini ukinena anakusikiliza. Kwa nini unaomba? Nena yako ibadilishe watu, nena yako iwainue watu, nikusikie. Rabo shakatasa, ribo shakata, rabo shakata, rabosa. Pokea nguvu ya kuwa mfanya
wakati wa shuhuda. Amen. Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa sababu nadhani nakumbuka ndio kutafuta kanisa Jumapili. Nuru na kukumbuka. Nuru na kukumbuka. Amen. Nimepata barua zangu kwa ajili ya kazi sehemu mbalimbali. Sasa nilishafanya interview. Sasa nilipofika hapa nikaambia wewe shughulika na mambo yangu yote. Sasa wewe shughulika na mambo yote na mambo mengi nilishughulika nayo. Nilipofika muda wa kumwona mtumishi akasema tunaendelea mbali. Wakati huo nimezima simu yangu toka nilipoingia. Akaniombea, alipomaliza kuniombea nikamwambia kazi, akasema ngoja turudie tena tuombee nitaendelea. Akaniombea kazi. Nikarudi nyumbani, sijafungua simu. Jioni nafungua simu. Kesho yake asubuhi nafika mida saa 4 Jumatatu napigiwa simu. Nirudi hapo uko wapi? Nikamwambia niko mahali fulani. Mbona mpaka sasa hivi haujafika? Fika wapi? Akaniambia kwamba ulitakiwa uje kwenye training na upata message mpaka sasa hivi. Nikamwambia sikupata, nilikuwa kanisani. Anasema basi umefaulu interview yako. Natakiwa uanze kazi. Wow. Sina namna ya kueleza, sikuamini, yani sina namna ya kueleza, lakini namshukuru Mungu. Na nilijua nitaajiriwa kama kwa kada yangu niliyosomea, lakini Mungu kanishangaza. Nimefika pale naambiwa naingia kwenye management. Kwa hiyo yani namshukuru Mungu sana. Yani namshukuru Mungu, sina namna ya kueleza. Mungu awabariki kanisa, Mungu awabariki mtumishi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Shuhuda zenu zimetujenga na zitatuinua. Haleluya. Leo tarehe 25 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2026, tunaenda kuziombea nchi mbili za Mashariki ya Kati. Nchi mbili za Mashariki ya Kati zilizopigana sana zinaenda kubadilisha mwenendo wao. Tunaenda kuziombea nchi mbili za Mashariki ya Kati zilizopigana sana, zinaenda kubadilisha mwenendo wao wa vita. Mwenendo wao wa vita unaenda kula nchi nyingi. Mwenendo wao wa vita unabadilika, unaenda kula nchi nyingi. Simama kwa miguu yako leo. Kwa hili simama kwa miguu yako. Tunaenda kuiombea nchi mbili za Mashariki ya Kati ambazo zinabadilisha mwenendo wa vita yao, na vita yao inabadilika, inaenda kula nchi nyingi. Nyosha mkono wako juu kulia, sema Baba wa mbinguni, ninainua leo nchi zinazopigana Mashariki ya Kati. Baba wa mbinguni, leo hii neema yako ikatembee, vita hiyo inyamaze kimya kwa jina la Yesu, kama ilivyoandikwa Marko 4:39. Baba wa mbinguni, siku ya leo, kama vita hiyo ni mapenzi yako na ni kusudi lako, tunaomba watu wasife, neema yako ikatembee, watoto na wakina mama, Baba wa mbinguni, wasiteseke kwenye vita hizo. Onekana Yesu, kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ikikupendeza, wanaosababisha waondoe kwa jina la Yesu. Sema amen. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya. Amina. Naomba usimame kwa ajili ya baraka za mwisho. Haleluya. Sema Baba wa mbinguni, siku ya leo ninakuinua. Bariki hatima yangu, bariki maisha yangu. Mwisho wa mwezi wa kwanza, mwisho wa mwezi wa kwanza ni mwanzo wa mwezi wa pili. Iko baraka yangu mwishoni mwa mwezi wa kwanza na mwanzoni mwa mwezi wa pili. Naenda kukuona Bwana, kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu umeniinua na kuniketisha ninapostahili. Kwa jina la Yesu, sema amen. Amina. Bwana akubariki na kukulinda, akuangazie nuru ya uso wake, akufadhili, akupe amani.
mwezi mzuri sana Januari. Pigie Bwana Yesu makofi. Unaenda kumaliza vizuri sana na Bwana akakuheshimishe. Amen. Asante sana. Shukuru sana.